Hujambo mtazamaji, karibu katika makala hii maalum inayoangazia nguvu ya umoja, wazee wakijizatiti kukabiliana na changamoto za umri wao. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Martin Mhina. Mtazamaji, katika jamii nyingi uzee huonekana kama kipindi cha mapumziko, lakini kwa baadhi ya wazee ni mwanzo wa safari mpya, safari ya kujitegemea, kujenga afya na kupambana na changamoto zinazowakabili kila siku. Leo tunakutana na kikundi cha wazee waliobadilisha simulizi kwa kuunganisha nguvu, ubunifu na mshikamano. Nao ni wazee wa kikundi cha klabu ya mazoezi kutoka mtaa wa Mtonga, halmashauri ya mji Korogwe, mkoani Tanga. Mtazamaji, hiki ni kikundi cha wazee kilichoanzishwa kwa lengo la kusaidiana kijamii, kiuchumi na kiafya. Klabu hii ilianza mwaka 2016 ikiwa na wanaklabu 70. Ndani ya klabu hiyo kuna wazee wenye nguvu zaidi na wasio na nguvu, lakini tumeendelea kufanya mazoezi yale ya push up, mazoezi ya mwili, wengine wakapungua, hatimaye tukaja kubaki wazee kama 60. Lakini jinsi tunavyoenda tena wakaongezeka mpaka kufika sasa hivi tuna wanaklabu 83 ambao wako hai, na pia tunao wahisani ambao kwa kweli wanatusaidia. Kuna hili shirika la AfriWorld tunao karibu sana, hatimaye na hata watu wa halmashauri wanatujali, wanatuthamini, na kila mara tunao ndani ya mazoezi wanakuja kutupa elimu. Tunao elimu ya kutosha kupata. Tumeanzisha vikundi hivi ili tuweze kupata mazoezi, kuimarisha miili yetu, pamoja na kwamba ni wazee lakini bado tunaonekana tuna nguvu kwa sababu ya mazoezi. Lakini pia wajane tumeona pia tujikusanye pamoja. Kufiwa na kuachwa na waume sio mwisho wa maisha. Maisha bado yanaendelea. Kwa hiyo tumeanzisha vikundi vyetu ili tuweze kujitegemea sisi kiuchumi. Na vikundi hivi tulianza sisi kidogo kidogo kupitia maafisa wetu wa halmashauri ya mji, tukiwaomba ushauri wa hapa na pale, wakitushauri. Hatimaye tumesimama. Kama mtaa wa Mtonga tunawashukuru sana hawa wazee ambao waliona kwanza waweke timu ya pamoja, lakini kwa kuona wasibaki nyumbani, wawe wazee ambao watakuwa wanafanya mazoezi kuimarisha afya yao. Sisi kama serikali tumefurahia sana hilo jambo lao, ambalo hadi sasa ungekuwa na wazee wengi sana ambao sasa wangekuwa wako nyumbani, aidha kwa kupumzika au kwa kukaa au kwa kutoweza kufanya shughuli zao nyingine. Lakini kwa jinsi walivyojitoa na kuanza kufanya mazoezi, ni wazee ambao wanaendelea kufanya mazoezi lakini afya zao zinaimarika. Kwenye mtaa wa Mtonga tunashukuru sana wazee kuanzisha hii klabu yao katika mtaa wetu. Mtazamaji, kupitia klabu yao ya mazoezi, wazee hawa wanajenga afya ya mwili na akili. Kwa kweli nashukuru faida za mazoezi. Tangu tumeanza mazoezi, kwa kweli hata magonjwa nyemelezi kwa kweli yanakuwa yako mbali na sisi, kwa sababu tunapokutana, unapotoa jasho, hata ule unywaji wa madawa kwa kila siku umepungua, sio sawa na huko nyuma tulikotoka. Sisi kama wazee wa umri kuanzia miaka 60 kuendelea tunafanya mazoezi ya viungo. Mengi ni mazoezi ya viungo, kuimarisha afya zetu, na wakati mwingine sasa kupunguza na mawazo unapokutana, na kuwa hata zile changamoto za kufikiria sana zinapungua.
Mimi nilikuwa sijiwezi hata kidogo baada nilipopata ajali. Niliyoingia kwenye klabu ni kwamba mpaka sasa najitambua vizuri sana. Tukaona tunapata faida. Kwa hiyo shukurani yangu ni kama mazoezi yote ifurahizi, kama ilitutembeza vizuri, hatuna shoti yoyote. Mpaka sasa mimi najiona hata kukimbia nakimbia, kwa sababu mazoezi niliyofanya kile tulichokipata nilikuwa siwezi kabisa. Kwenye mazoezi ya mwili, afya zetu zinaimarika. Unapokuwa kwenye mazoezi, hata magonjwa nyemelezi huwa yanaondoka, hayawezi kufikia. Kwa hiyo tumefaidika kwa njia hiyo, na bado na hata sasa hivi hata wazee wengine wanapenda kujiunga. Kuna waliokuwa wa miguu hii haiwezi kutembea, sasa hivi wanatembea vizuri, na ndio maana hata ukiwaita kidogo tu wanakuja. Kwa hiyo tunashukuru haya mashirika na tunashukuru hata wa viongozi wetu wa halmashauri. Mtazamaji, mbali na afya, kikundi hiki kimejikita pia kwenye shughuli za ujasiriamali. Wanasindika unga wa lishe, mboga za majani, wanasuka ukindu, wanakodisha viti na hata maturubai kwa hafla mbalimbali. Shughuli za ujasiriamali kwenye kikundi chetu cha klabu ya mazoezi ya wazee Mtonga tulianza kwa mtaji wa kuwezeshwa na hao watu wa AfriWorld ambao wanatuunga mkono. Lakini kabla hawajatuwezesha tulipata mafunzo. Na mafunzo haya tulipata kupitia humo kwenye klabu ya mazoezi. Wapo wenzetu ambao walijifunza kabla hatujaanzisha kikundi chetu cha wazee. Kwa hiyo kupitia wao ndio waliokuwa walimu wetu wakatufundisha, ikiwemo na mimi mwenyewe nimefundisha pale kutengeneza sabuni, nimefundisha kutengeneza ubuyu, nimefundisha kutengeneza tambi, kukausha mboga na vitu vingine. Kwa hiyo baada ya kuwafundisha sasa, na wengine wakiwa na mambo mengine ya utaalamu mdogo, wengine wanapika maandazi na kufanya, tukaunganisha, tukaendelea na swala letu la ujasiriamali. Kwa hiyo tunafanya hizo shughuli zetu za ujasiriamali kwa mtu mmoja na kwa kikundi. Mtazamaji, mafanikio haya hayakuja peke yake. Halmashauri ya Mji Korogwe kupitia idara ya ustawi wa jamii imekuwa karibu na wazee hawa kuhakikisha wanapata huduma muhimu. Aidha, ushirikiano na wadau mbalimbali kama vile mashirika ya Help Age Tanzania na AfriWorld yamewapatia mafunzo, sare na mitaji midogo. Kwenye kupitia haya makundi mbalimbali basi wazee wameweza kupatiwa elimu ya kujikinga na ukatili, elimu ya ujasiriamali, lakini pia wanafundishwa pia kutunza afya zao, sababu wanafundishwa jinsi ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukizwa. Lakini pia tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali kwa wazee, ikiwa ni pamoja na huduma jumuishi mkoba, integrated outreach. Tunakuwa tunatoa huduma za kiafya kwa makundi haya ya watu maalum ambayo inakuwa ni bure. Tunapokuja kutoa hizo huduma kwenye jamii, tunavumbua hata wale wazee ambao walikuwa wamefichwa ndani, hawahudumiwi kwa kisingizio kwamba hawana fedha. Kwa sisi kwanza jina letu tu linajieleza, linaitwa Help Age Tanzania. Ni shirika linalohusika na unafanya kazi na wazee, hasa kuhakikisha ustawi na maslahi ya wazee, haki za wazee zinalindwa, na ikijumuisha hii katika maeneo mbalimbali, haki zao katika kupata huduma mbalimbali za kijamii, mfano haki za afya, haki zao katika masuala mazima ya kupata maisha yenye heshima na ustawi. Kwa mfano, tunashiriki katika masuala ya kuhakikisha kwamba wazee wanakuwa na kipato endelevu cha kuweza kumudu gharama mbalimbali za maisha yao, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba wazee wanaishi maisha yenye usalama, kizingatia kwamba kuna wakati mwingine Tanzania kumekuwa na mauaji ya wazee. Kwa hiyo ni kuhakikisha namna gani wazee wanalindwa, kwa hiyo kuhakikisha kuwa haki za wazee kwa ujumla zinalindwa. Kwa hiyo kilichotuvutia ndio hicho kwamba kuona sisi ni mlengo wetu, ni eneo ambalo tumejipambanua kulifanyia kazi, eneo la kushughulikia ustawi na haki za wazee.
Sisi kama serikali, mchango wetu kwanza, mchango mkubwa kwa wao kuwaunganisha pamoja kama serikali. Pili, na wale ambao wako nyumbani ukata tamaa kama serikali, pia tunawafataga kuwaambia kwamba mazoezi ni jambo la msingi sana kwao. Lakini kwa mchango zaidi wa serikali ni kutafutia wadau ambao wanasababisha klabu yao iende kuimarika, kwa sababu wao kama wazee wana desturi ya wao wenyewe kuweka tunasema kutengenezeana uchumi ndani yake. Kwa kuna muda tunatafuta wadau angao waje kuongezea uchumi waliokuwa nao, ambao wengine unaona wanawaletea traki, wengine wanaletea t-shirt, lakini wengine wanawaletea raba. Lengo ni kama serikali kuwaunga mkono katika juhudi zao ambazo wanazifanya. Mtazamaji, hata hivyo, wazee bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ya ukatili na unyanyasaji. Kupitia kikundi hiki, wameanza kupaza sauti zao na kuelimisha jamii. Changamoto ya ukatili ya kwanza, utakuta mzee labda anateseka, ana watoto, lakini watoto hawamjali baba, kwamba baba ameshakuwa mzee kiasi ambacho mzee mpaka serikali inaingilia kati inamsaidia. Lakini mzee huyu moja kwa moja alipata watoto, lakini sasa hawamjali baba huyo. Tunao hata hapa kijijini wazee, watu ambao wanateseka lakini familia hawamjali baba. Kwa hiyo moja kwa moja huaga tukiona matukio namna hiyo tunayapeleka sehemu husika ambazo ni kwenye serikali zetu. Tunaanza serikali yetu ya mtaa, hatimaye linafika kwenye dawati la jinsia na watoto. Mtazamaji, licha jitihada zao, bado wanakumbana na changamoto mbalimbali kama vile uhaba wa mitaji pamoja na magonjwa. Kutokana na hilo, wanaiomba serikali kuwatazama kama inavyofanya kwa upande wa vikundi vya vijana, wanawake na wenye ulemavu ambao wananufaika na mikopo ya 10% kutoka halmashauri. Sisi tunaiomba serikali kwenye yale mafungo ambayo yanatolewa kwa vijana, walemavu na watu wenye mahitaji maalum, wanawake, basi na sisi wazee watuingize kwenye hilo kundi tuweze kufaidika pia, kwa sababu sasa na sisi pia ni wazalishaji, tunazalisha kwa bidhaa zetu ndogo ndogo pamoja na umri wetu mkubwa. Wakituwezesha tutazalisha zaidi, na kwa kuwa tunafundishana wenyewe, basi ifike mahali serikali pia itusapoti kupata hata wataalamu wazuri wa kutuwezesha mafunzo, tuweze kujifunza vingine vikubwa zaidi, ili tuweze kujikwamua kiuchumi pia. Kwa jina naitwa Fatuma S. Bakari. Kwenye kikundi najishughulisha na samaki, ukindu kama hivi, nasuka mikeka, makawa, ndio tunajishughulisha navyo. Hii kazi yetu tunayofanya, tuomba msaada tusaidie, manake kwenye samaki kuna changamoto, kwenye hivi ukindu pia kuna changamoto. Na sasa hivi kile ukienda unaweza kukuta kichanga unauziwa $700, kwenye samaki unauziwa ndoo 120. Sasa wakati mwingine tunafeli. Mtazamaji, hawa ni wazee waliokataa kukata tamaa. Wamechagua kuishi kwa matumaini, kwa mshikamano na kwa vitendo. Huu ni ushahidi kuwa uzee sio mwisho wa maisha, bali ni fursa ya kuanza upya. Kwa nukta hiyo, sina la ziada. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi, Maritini Mhina.